Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeungana na mataifa mengine kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya wazimamoto duniani, huku likisema litaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha wanalinda maisha na mali za Watanzania dhidi ya majanga mbalimbali. Msemaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Naibu Kamishna Puyo Nzalayaimisi, amesema lengo la maadhimisho hayo ni kuwaenzi mashujaa wa zimamoto na uokoaji kwa ujasiri, kujitolea na uzalendo wao katika kulinda maisha na mali za Watanzania dhidi ya majanga mbalimbali. Katika hatua nyingine, Puyo amesema kwamba jeshi hilo linamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza kuliwezesha jeshi hilo katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani yana malengo yafuatayo: kutoa heshima na kumbukumbu kwa wazimamoto waliopoteza maisha wakiwa kazini, kutambua mchango wa wazimamoto walioko hai katika kutekeleza majukumu yao hadi sasa, lakini kuwapa motisha wale ambao bado ni mashujaa wetu wanaendelea kutoa huduma hii ya uokoaji, kuelimisha umma juu ya majukumu ya wazimamoto na hatua za tahadhari dhidi ya majanga. Maadhimisho haya yanaongeza uelewa kwa jamii kuhusu kazi za wazimamoto na changamoto zinazowakabili kila siku wanapopambana kuokoa maisha. Wanahabari, kwa mwaka huu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limefanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku hii, na tunaamini tuligusa kila Mtanzania, tuligusa kila mwananchi, kwani katika kipindi hichi tuliweza kutoa misaada katika vituo vya watoto wenye uhitaji 10, usafi na misaada katika vituo vya afya pamoja na hospitali maeneo 15, msaada katika magereza 2. Tuliweza kutembelea baadhi ya wahanga walioathirika na majanga haya ya moto. Tuliweza kuchangia damu, kufanya usafi katika eneo la kaburi pale walipozikwa wenzetu, walipopumzishwa wenzetu pale eneo la Msamvu, pamoja na kuweka taji ikiwa ni heshima kwao. Lakini tuliweza kutembelea nyumba taniwa razi, najaribu kupunguza kelele. Tuliweza kutembelea nyumba za walioathirika na uraibu wa pombe au madawa ya kulevya, wanasema sober house. Lakini makamanda wenyewe walitoka katika vyombo vya habari kuzungumzia umuhimu na tija ya uwepo wa siku hii. Kwa kweli hakika Jeshi la Zimamoto tunapaswa kupongeza na tunajinasibu na tunajivunia kazi hizi ambazo tumezifanya, na jamii wameweza kupata uelewa zaidi kwamba Jeshi la Zimamoto lipo na ni jeshi la kuhudumia wananchi. Aidha, tunashukuru kwa dhati na tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku hii, baadhi ya maafisa na askari wameweza kuveshwa vyeo kwa kutambua utendaji wao mzuri wa kazi. Ndugu wanahabari, naomba sasa nihitimishe. Siku ya wazimamoto duniani si tu ya kumbukumbu, bali ni wito, mshikamano, uzalendo na kuthamini uhai wa binadamu. Inatufundisha kuwa usalama ni jukumu la pamoja, kwamba kazi ya wazimamoto ni ya kipekee, yenye hatari lakini yenye umuhimu kwa jamii. Tunatumia fursa hii kuwaenzi mashujaa wetu waliopo na waliotangulia mbele za haki. Kwa ujasiri wao na moyo wa kujitolea waliouonyesha, tuendelee kushirikiana kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama dhidi ya majanga.
Sema kuchelewa kufika kwa magari ya zimamoto, lakini upatikanaji wa huduma ya zimamoto. Asante. Lazima tutambue kwamba jeshi la zimamoto haliwezi likakaa tukasema tukaota kwamba leo kuna nini, kuna tukio sehemu fulani. Tunategemea zaidi wananchi watupigie namba yetu ya dharura ya 114 ili na sisi tuweze kuwafikia. Sasa kinachotokea ni kitu gani? Mwananchi anapopatwa na lile tukio, yeye hakumbuki kupiga ile namba 114. Anachokumbuka ni kuanza kukimbilia ndani na kutoa vitu vyake vya thamani. Kumbuka kwamba anakuwa ameshapoteza muda. Na kutokana na namna ambavyo tunajenga nyumba zetu, ni ndani ya dakika 5-10 nyumba yote imeteketea. Atakimbilia ndani, ataanza kutoa hati zake, ataanza kutoa suma sanduku yake ya kikoba, nyumba inaendelea nini? Kuteketea. Lakini yeye angeweza kupiga namba ya 114. Sisi tukapata taarifa mapema, tunaweza tukafika pale kwa haraka na tutaweza kumhudumia. Lakini pia hapa kwa shukrani kubwa sana, Jeshi la Zimamoto linamshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini tunaishukuru Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hivi karibuni mtakuja kushuhudia ni namna gani serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kutoa huduma zetu na kuwafikia wananchi kwa haraka. Tutapokea magari. Sitaki kuvunja habari hii kwa sababu itakuwa ni breaking shocking news kwa mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwani vifaa hivyo vitaweza kufika mpaka wilayani. Tanzania itakuwa salama. Sasa kuhusu matumizi na uelewa wa wananchi, matumizi ya namba ya 114. Mimi nawapongeza wananchi sasa hivi. Wengi wao wanauelewa wa namba hii ya dharura. Kwa sababu tukiangalia takwimu tena wameenda mbali zaidi. Sasa hivi hatuitiwi matukio ya moto mengi, tunaitiwa matukio ya uokoaji. Hiyo ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi wameelewa kwamba kumbe zimamoto sio kuzima moto tu, bali ni uokoaji. Kwa hiyo unakuta takwimu za uokoaji zimezidi kuongezeka. Lakini simu zinafanyaje? Tunasema simu zinaita. Tunawapongeza wananchi kwa kuelewa matumizi ya 114. Lakini tunakemea vikali wale ambao bado wanafanya matumizi ya 114 pasipokuwa na usahihi. Kwa sababu ile ni simu ya dharura. Yamkini wakati wewe unapiga hapa 114, kuna ndugu yako kabisa anahitaji msaada. Kwa hiyo unamkwamisha yule kupata nini? Msaada. Na wale ambao wamekuwa wakijaribu, tunaendelea na tunachukua hatua kali kabisa za kinidhamu, ikiwa ni kufikishwa mpaka mahakamani.